Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Maneno ambayo yameonekana kuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii ni namna ambavyo mwenyekiti wa bodi ya wajumbe ndani ya klabu ya Simba ambaye ni Murtaza Mangungu amezungumza kwa kiasi kikubwa namna ambavyo bodi ya ligi wamepanga ratiba, lakini kuwazungumzia kuhusiana na mabingwa wa kihistoria ambao ni Dar es Salaam Africans, namna ambavyo dabi imekuwa na gumzo kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu ni story ambayo imeonekana kuwa na ushawishi kwa kiasi kikubwa katika pande zote nne. Katika upande wa kasi bodi ya ligi, lakini pia upande wa Simba na upande wa mabingwa wa kihistoria ambao ni Dar es Salaam Africans. Ni kipi ambacho amekizungumza Murtaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wajumbe ndani ya klabu ya Simba Sports? Hiki hapa ambacho amekizungumza. Mtu anaweza kaamua hata kutomtambua baba yake. Huo ni uamuzi tu. Na wapo watu ambao wanaishi duniani hawamtambui Mungu na wameumbwa na wapo duniani. Sasa kutokutambua ni perception tu. Mtu anaweza kapasivu kitu chochote vile ambavyo yeye anajisikia. Sasa itakuwa ni vigumu sana mimi kuweza kuelezea wanachokipasivu wao, itategemea nini ambacho kinawasukuma. Lakini nilichokuambia mimi kwa Simba Sports Club iko tayari kucheza mchezo wakati wowote kwa mujibu wa ratiba ambayo imepangwa na mamlaka zinazosimamia mpira Tanzania na Afrika. Kuna imani hapa kubwa ni mchezo. Mchezo unachezwa uwanjani. Matokeo ya mwisho ndio yanayohesabiwa kwamba timu gani imeshinda, timu gani imepata alama na imepata alama ngapi na vipi. Kwa hiyo hayo ndio mambo mengine. Hayo ya kutaka upate ushindi kwa kukaa nyumbani au upate ushindi kwa kulia, upate ushindi kwa kumlaumu mtu, kushusha hadhi ya mtu, kumtukana, kumdhalilisha, hayo sio mambo ya mpira. Mpira duniani kote una utaratibu wake unaosimamia. Sasa kabla hujashiriki masuala yanayohusu mpira, kwanza ujifunze kwamba huu mpira unaendeshwa vipi, unaenda vipi. Sasa ni vigumu sana ni kuanza kuelezea inatakiwa ifanyike nini na nini, lakini mpira, sisi ambao tumekuwa katika mambo ya mpira kwa miaka mingi, tunaelewa utaratibu wa mpira jinsi ulivyo. Imeshatokea mara nyingi timu zinashiriki michezo, matokeo yanakuwa sio fair, lakini sisi tunasema kwamba ni jambo ambalo limeshatokea na likishatokea limetokea, tunaliacha, tunaendelea mambo mengine. Lakini ukileta mambo ya ushindani kama mnasutana, mara huyu ameenda mambo ya vijola, sijui ya kupelekeana sijui vitu gani, hayo ni mambo ambayo yani ni ya michezo mingine, yani sio ya mpira wa mguu. Hayo ni maneno ya mwenyekiti wa bodi ya wajumbe katika klabu ya Simba Sports ambaye ni Murtaza Mangungu, na mwenyewe ameweza kuzungumza kwa kiasi kikubwa namna ambavyo dabi PB, kwa sababu ni dabi ambayo imekuwa na maneno mengi kwenye mitandao ya kijamii. Maybe unazungumzia Yanga Sports Club, lakini pia Simba Sports Club. Ukijaribu kutazama kwa jicho la tatu, wana kwamba Dar es Salaam Africans wenyewe bado na msimamo wao kwamba dabi hawachezi, wakiwa wanamaanisha kwamba dabi hatuchezi, ni kwa nukuu kulingana na neno ambalo wamekuwa wanalitumia. Lakini Murtaza Mangungu mwenyewe anajaribu kushikilia pale pale na ukazia kwamba bodi ya ligi wenyewe ndio wana maamuzi sahihi ya kuweza kusema kwamba kitu gani ambacho wanaweza kufanya, lakini kwamba dabi isichezwe au ichezwe it depend, kwa sababu Young Africans kama kishindwa kucheza dabi, it means kuna penalties ambazo wanaweza kupewa au kuna adhabu ambazo wanaweza kupewa. Kwanza wanaweza kanyang'anywa point 15, kingine wana asilimia kubwa kuweza kupokonya zile point 3 na kuwapa Simba point 3, lakini pia kupigwa fine ya kulipa milioni 5 ambazo milioni 2.5 zinaenda katika upande wa Simba ambao ni timu pinzani, lakini pia milioni 2.5 zinaenda katika bodi ya ligi. Kwa hiyo ni kitu ambacho bado Young Africans wana nafasi ya kuweza kujiuliza kwamba vitu gani ambavyo wanapaswa kufanya. Nafikiri dabi ingechezwa kwa sababu ni taratibu na kanuni ambazo zipo kwenye bodi ya ligi. Bodi ya ligi wenyewe kama tayari wameshapanga ratiba kwamba kitu gani ambacho inabidi kiwe. Of course inabidi useme kwamba timu inabidi ingie uwanjani, kwa sababu kwenye penalty nyingine ambayo wanaweza kupata ni kwamba au adhabu nyingine ambayo wanaweza kupata wale viongozi wa Dar es Salaam Africans ambao maybe wamegomea mchezo uchezeke, kuna asilimia kubwa na wenyewe wanaweza kupigwa ban au akafungiwa kulingana na taratibu ambazo na kanuni ambazo zinasema kwenye bodi ya ligi au NBC Premier League. Hii ni Uondo TV. Mimi naitwa Aidan Jeremiah.